Hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadhi Rashidi. Jeshi la Israeli limeendeleza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza likilenga hata maeneo yaliyoitwa safe zone, wakati Misri ikijiandaa kuwa mwenyeji wa mazungumzo mapya ya amani yanayolenga kumaliza vita vilivyodumu karibu miaka miwili. Kwa mujibu wa taarifa, Wapalestina 70 wameuawa ndani ya saa 24 zilizopita kufuatia mashambulizi ya anga na ya ardhini ya Israel. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema na matumaini kuwa mateka waliokuwa Gaza wataachiwa ndani ya siku chache zijazo. Mashambulizi makali yanaendelea licha ya wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitishwa mara moja kwa vita mara baada ya Hamas kukubaliana na mpango wake wa kusitisha mapigano. Idadi ya watu waliopoteza maisha tangu vita hivyo kuanza ni watu 67,000. wakiwemo wanawake na watoto. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 1.9 takribani 90% ya wakazi wote wa Gaza wamelazimishwa kuyahama makazi yao na wanaishi katika mazingira duni bila ya mahitaji ya maana. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la Israeli limefanya misako mikali katika maeneo mbalimbali katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kuwakamata Wapalestina 13 wakiwemo watoto, wengine 7 wakijeruhiwa kwa risasi karibu na mji wa Beit Sahur mashariki mwa Bethlehem. Israel wakati huo huo imekanusha madai ya kumtesa mwanaharakati wa mazingira Greta Thunberg aliyekamatwa wakati jeshi lake likivamia msafara wa kimataifa wa Global Sumudi Flotilla katika maji ya kimataifa. Mashahidi kadhaa wamethibitisha kuwa Thunberg aliteswa na kulazimishwa ishara za kuzalilisha akiwa kizuizini. Wapalestina waliohama makwao wameeleza kuchoka na hali ya sasa, wakisema juhudi nyingi za kusitisha vita zimekuwa zikishindikana. Maisha yetu ni ya mateso. Tunaishi kwenye mahema tukiwa tumebebana familia nyingi bila chakula cha kutosha wala maji safi. Haya ni mauaji ya kimbari, alisema mmoja wa wakimbizi wa ndani. Wakati hayo wakijiri, waziri wa ulinzi wa Israeli Bwana Israel Katz amesema jeshi la nchi hiyo litaendelea kuwepo ndani ya ukanda wa Gaza hata baada ya utekelezaji wa makubaliano ya mpango wa Trump, akisisitiza kuwa Hamas lazima inyang'anywe silaha na ukanda wa Gaza ubaki bila jeshi. Mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika Cairo, Misri, yanachukuliwa kuwa fursa muhimu kwa pande zote kufikia makubaliano ya mwisho, lakini bado kuna mashaka makubwa kutokana na historia ya makubaliano yaliyovunjika mara kwa mara. Kwingineko, jeshi la Poland limetangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga pamoja na ile ya washirika wake wa NATO imewekwa tayari kulinda anga la taifa hilo kufuatia mashambulizi mapya ya anga yaliyofanywa na Urusi dhidi ya jirani yake Ukraine. Hatua hii ya Jumapili inakuja wakati umoja wa kijeshi wa NATO ukiongeza doria zake za anga katika kanda nzima kufuatia madai ya Urusi kuvamia anga za baadhi ya mataifa wanachama wa muungano huo na kuonekana kwa droni zisizotambulika. Tuna ndege za Poland na washirika wetu zikifanya kazi ndani ya anga letu, huku mifumo ulinzi wa ardhini na rada zikiwa katika hali ya juu zaidi ya utayari, ilisema kamandi operation ya jeshi la Poland kupitia mtandao wake wa X mapema siku ya Jumapili. Tunaendelea kuchukua hatua za tahadhari kwa ajili ya kulinda anga letu na kuwalinda raia, hasa wale wanaoishi karibu na maeneo yaliyo hatarini, taarifa hiyo iliongeza. Jeshi la Poland limeeleza kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya sasa na vikosi vyake viko tayari kujibu mara moja iwapo kutahitajika. Poland inapakana na Ukraine kwa takriban kilomita 530. Katika taarifa yake, gavana wa eneo la kusini mashariki la Zaporizhia, Ivan Fedorov, amesema kuwa shambulio la pamoja la Urusi liliua mwanamke mmoja na kuwajeruhi watu 6, akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 16. Mwishoni mwa mwezi Septemba, Poland ililazimika kufunga kwa muda sehemu ya anga lake kusini mashariki mwa mji mkuu Warsaw baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Mapema mwezi huo, vikosi vya Poland na NATO vikizuia droni za Urusi zilizovuka na kuingia kwenye anga la Poland, hatua iliyokuwa ishara ya kwanza ya mzozo wa moja kwa moja wa kijeshi kati ya Moscow na NATO tangu Urusi ianze operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine mwaka 2022. Katika hatua nyingine, leo Jumapili, Lithuania, mwanachama wa NATO, ilifungua tena uwanja wake mkuu wa ndege baada ya kufunga kwa saa kadhaa kufuatia kuonekana kwa mfululizo wa maputo kwenye anga lake. Hivi karibuni viwanja vya ndege nchini Ujerumani, Denmark, Norway na Poland vimeahirisha safari zake kwa muda kutokana na kuonekana kwa drone zisizotambulika,
huku Romania na Estonia zikilaumu Urusi. Hata hivyo, Moscow imekanusha madai hayo. Na tukihitimisha taarifa hizi za rubaa za kimataifa ni kuwa mashirika ya kijasusi ya Ukraini yameishutumu China kwa kuipatia Urusi data za satellite kwa ajili ya kuishambulia Ukraine. Afisa wa huduma ujasusi wa mambo ya nje wa Ukraini Oleg Alexandrov aliambia Ukrinform kwamba China inatuma data za satellite kwa Urusi kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya malengo ya Ukraine. Kuna dalili za ushirikiano wa hali ya juu kati ya Urusi na China katika kufanya uchunguzi wa satellite wa eneo la Ukraine kwa madhumuni ya kutambua na kuchunguza tena malengo ya kimkakati ya uharibifu. Zaidi ya hayo, kama tulivyoona katika miezi ya karibuni, malengo haya yanaweza kuwa ya wawekezaji wa kigeni. Alexander alisema bila kutoa ushahidi wowote wa kuunga mkono madai yake. China inadai kutoegemea upande wowote katika vita hivyo, lakini mamlaka nchi hiyo inaendelea kushirikiana na Urusi kuipatia bidhaa mbalimbali zikiwemo za matumizi na kununua rasilimali za nishati kutoka nchini Urusi. Wawakilishi wa China na Urusi hawakutoa maoni yao juu ya taarifa za mwakilishi huyo wa huduma za ujasusi wa kigeni wa Ukraine. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashid.